Ni wakati wa kubariki mavazi ya shirika. Tutambue kuwa vijana hawa kwa kufunga nadhiri zao katika shirika la Karmeli wameshaingizwa rasmi katika shirika kuwa wa Karmeli. Kwa mantikio sasa watapewa vazi la shirika kama alama ya kuwa wa Karmeli. Na kabla ya yote, baba mkuu wa shirika ambaye ni kuhani kiongozi atayabariki, halafu mmoja mmoja atajongea na kulipokea vazi hilo. Kisha wataenda kuvaa mavazi hayo mahali palipoandaliwa, wakisaidiwa na mapadre wa Karmeli waliowachagua kuwavika vazi hilo. Na baada ya kuvaa vazi hilo watakuja kwa maandamano, na wakati huo kwaya wataimba wimbo stahiki kuwakaribisha, huku sote tukiwa tumesimama. Bwana, tunakuomba uyabariki mavazi haya ambayo hawa watumishi wako watayavaa kuanzia sasa kama ishara ya nje ya kujiweka wakfu. Uwe nao siku zote na uwape furaha ya kuishi ahadi zao kila siku. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Baada ya sala hiyo sasa, wanadhiri wetu pokea vazi la ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, ukiwa umeunganika na mama wa Mungu katika uzima mpya wa utekelezaji wako wa maisha ya kitawa. Umwonyeshe Kristo uliyemba kwa njia ya ubatizo. Amina. Pokea vazi la ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, ukiwa umeunganika na mama wa Mungu katika uzima mpya wa utekelezaji wako wa maisha ya kitawa. Umwonyeshe Kristo uliyemvaa kwa njia ya ubatizo. Amina. Pokea vazi la ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, ukiwa umeunganika na mama wa Mungu katika uzima mpya wa utekelezaji wako wa maisha ya kitawa. Umwonyeshe Kristo uliyemvaa kwa njia ya ubatizo. Amina. Pokea vazi la ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, ukiwa umeunganika na mama wa Mungu katika uzima mpya wa utekelezaji wako wa maisha ya kitawa. Umwonyeshe Kristo uliyemvaa kwa njia ya ubatizo. Amina. Pokea vazi la ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, ukiwa umeunganika na mama wa Mungu katika uzima mpya wa utekelezaji wako wa maisha ya kitawa. Umwonyeshe Kristo uliyemvaa kwa njia ya ubatizo. Amina. Pokea vazi la ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, ukiwa umeunganika na mama wa Mungu katika uzima mpya wa utekelezaji wako wa maisha ya kitawa. Umwonyeshe Kristo uliyemvaa kwa njia ya ubatizo. Amina. Pokea vazi la ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, ukiwa umeunganika na mama wa Mungu katika uzima mpya wa utekelezaji wako wa maisha ya kitawa. Umwonyeshe Kristo uliyemvaa kwa njia ya ubatizo. Amina.
Pokea vazi la ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, ukiwa umeunganika na mama wa Mungu katika uzima mpya wa utekelezaji wako wa maisha ya kitawa. Umwonyeshe Kristo uliyemvaa kwa njia ya ubatizo. Amina. Pokea vazi la ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, ukiwa umeunganika na mama wa Mungu katika uzima mpya wa utekelezaji wako wa maisha ya kitawa. Umwonyeshe Kristo uliyemvaa kwa njia ya ubatizo. Amina. Pokea vazi la ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, ukiwa umeunganika na mama wa Mungu katika uzima mpya wa utekelezaji wako wa maisha ya kitawa. Umwonyeshe Kristo uliyemvaa kwa njia ya ubatizo. Amina. Pokea vazi la ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, ukiwa umeunganika na mama wa Mungu katika maisha na uzima mpya wa utekelezaji wako wa maisha ya kitawa. Mwonyeshe Kristo uliyemvaa kwa njia ya ubatizo. Amina. Pokea vazi la ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, ukiwa umeunganika na mama wa Mungu katika uzima mpya wa utekelezaji wako wa maisha ya kitawa. Umwonyeshe Kristo uliyemvaa kwa njia ya ubatizo. Amina. Sasa baada ya kuvaa mavazi ya shirika la Karmeli, ndugu hawa sasa kama mnavyowaona ni wa Karmeli kweli kweli. Tuwashangilie tena kwa makofi. Lakini hiyo peke yake haitoshi, kwani wanatakiwa kuyaishi maisha ya kikarmeli, na kwa sababu hiyo watapewa katiba ya shirika yenye mwongozo wa jinsi gani waenende ili waweze kuwa wakarmeli kweli kweli. Hivyo sasa, mmoja baada ya mwingine atakwenda mbele ya baba mkuu wa shirika kupokea katiba, yaani kitabu chenye sheria na taratibu za maisha ya kikarmeli. Tuketi. Karmeli ili kwamba kwa kuishi maisha ya kumfuasa Kristo na kumtumikia kiaminifu uweze kufikia ukamilifu wa mapendo. Amina. Pokea kanuni na katiba ya ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli
ili kwamba kwa kuishi maisha ya kumfuasa Kristo na kumtumikia kiaminifu uweze kufikia ukamilifu wa mapendo. Amina. Pokea kanuni na katiba ya ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, ili kwamba kwa kuishi maisha ya kumfuasa Kristo na kumtumikia kiaminifu uweze kufikia ukamilifu wa mapendo. Amina. Pokea kanuni na katiba ya ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, ili kwamba kwa kuishi maisha ya kumfuasa Kristo na kumtumikia kiaminifu uweze kufikia ukamilifu wa mapendo. Amina. Pokea kanuni na katiba ya ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, ili kwamba kwa kuishi maisha ya kumfuasa Kristo na kumtumikia kiaminifu uweze kufikia ukamilifu wa mapendo. Amina. Pokea kanuni na katiba ya ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, ili kwamba kwa kuishi maisha ya kumfuasa Kristo na kumtumikia kiaminifu uweze kufikia ukamilifu wa mapendo. Amina. Pokea kanuni na katiba ya ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, ili kwamba kwa kuishi maisha ya kumfuasa Kristo na kumtumikia kiaminifu uweze kufikia ukamilifu wa mapendo. Amina. Pokea kanuni na katiba ya ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, ili kwamba kwa kuishi maisha ya kumfuasa Kristo na kumtumikia kiaminifu uweze kufikia ukamilifu wa mapendo. Amina. Pokea kanuni na katiba ya ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, ili kwamba kwa kuishi maisha ya kumfuasa Kristo na kumtumikia kiaminifu uweze kufikia ukamilifu wa mapendo. Amina. Pokea kanuni na katiba ya ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, ili kwamba kwa kuishi maisha ya kumfuasa Kristo na kumtumikia kiaminifu uweze kufikia ukamilifu wa mapendo. Amina. Pokea kanuni na katiba ya ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, ili kwamba kwa kuishi maisha ya kumfuasa Kristo na kumtumikia kiaminifu uweze kufikia ukamilifu wa mapendo. Amina. Pokea kanuni na katiba ya ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, ili kwamba kwa kuishi maisha ya kumfuasa Kristo na kumtumikia kiaminifu uweze kufikia ukamilifu wa mapendo. Amina. Sasa kwa vile vijana hawa 12 wamekuwa Wakarmeli kama Wakarmeli wengine, Wakarmeli waliopo hapa watawapongeza kwa kuwatakia busu la amani, wakiongozwa na mkuu wa shirika Tanzania, akifuatiwa na mkuu wa shirika kutoka Uganda Bartholomew Mayinja, na mkuu wa shirika kutoka Zambia